Siku ya leo Nigeria nzima pamoja na wadau wengi wa Nollywood wanapitia simanzi kubwa. Muda umefika sasa, unaambiwa hakuna lenye mwanzo lisilokuwa na mwisho. Marehemu Alex Ekubo alifariki Mei 12, lakini leo ndo siku yake ambayo anaenda kupumzishwa kwenye nyumba yake ya milele. Siku za hapo nyuma tuliweza kuona iliandaliwa event kubwa, wasanii wengi wakiwa wametokea nchini Ghana, wengine wakiwa hapo pale pale Nigeria, na wengine wakiwa wametokea hata nchini Marekani waliweza kuhudhuria pale, yani wale marafiki wa Alex Ekubo. Lakini pia tuliweza kuona big offer iliyotolewa na msanii Davido aliweza kusema kwamba atagharamia mazishi yote ya Alex kwa sababu alikuwa ni rafiki yake mkubwa. Alex kama wengi hamumkumbuki au kama hamumfahamu labda kwenye movie zake, maana alipotea mwaka 2024 kwenda nyuma, japo ni kazi nyingi na zilimpa utajiri mkubwa zaidi, lakini yeye ndo alikuwa video king kwenye ile nyimbo ya Johnny alofanya Yemi Alade, ni I'm looking for my Johnny. Yule Johnny ndo mwenyewe. So unaweza ukaona kwamba alikuwa talented kiasi gani na alikuwa ameweza kuwavua watu wengi kutoka maeneo tofauti. Tasnia ya muziki waliweza kumfahamu na kuweza kunufaika naye, lakini pia tasnia ya Nollywood kule tunaweza tukasema kwenye mambo ya filamu, basi ndio vilikuwa vitu vyake. Alikuwa rafiki wa wengi, alipendana na kila mtu. Tuliweza kuona hata ceremony ya mwisho ya Alex, tuliweza kumwona Nancy Isime akiwa anamzungumzia kwa namna yake na kutamani kama rafiki yake asingekuwepo tena katika hali hiyo, yani kwamba angekuwa mzima. Lakini pia Alex tukumbuke kwamba alikuwa anasumbuliwa na maradhi ya saratani ya figo kwa muda mrefu. Aliugua, lakini ndio hivyo, ilikuwa ishasambaa mwili mzima na hatuwezi kuvuka ule mstari alioweka Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo leo tarehe 18 June ndio siku ambayo ataenda kuzikwa kule Abia Estate Erochukwu, ndio nyumbani kwao akina Alex. So jamani, pole nyingi sana ziende kwao. Lakini pia hapa nchini Tanzania tunaweza kumuona rafiki mmoja tu ambaye ni Rami Galas, aliweza kumposti siku ile na kusema kwamba hawezi kuamini kama amefariki, na alikuwa anamwambia tutaonana, kumbe ni wanaweza wakaonana labda Paradise. Kwa hiyo labda tungetegemea tungeona uwakilishi wake, uende kaa yupo hajapenda tu kuonekana au nini, labda tunako kutuma salamu za rambirambi pia ingeweza kufahamika zaidi. Lakini pia MTV2 tunatoa pole jamani kwa tasnia ya Nollywood. Kuna wale wanaopenda movie za Kinigeria, wengi wanaoangalia kwenye mfumo wa recap, lakini huku kama sisi hapa tuna storyteller, wengi sana wanaweza wakawa wameweza kumuona kule pia. Kwa hiyo poleni sana. Lakini marafiki wa karibu kama msanii Kisi tumeweza kuona ni kwamba anapitia wakati mgumu sana na ule rafiki yake mkubwa ule ambaye ni mwigizaji mkubwa tu Nollywood, jina lake limetoka kidogo, naye yuko vizuri sana kwenye hayo masuala ya uigizaji na wamefanya kazi pamoja. Ni wakati mgumu kwao wote. Lakini kwa nini wa Nigeria huwa wanachelewesha sana misiba? Yani kwamba mtu anaweza kama amefariki muda huu wakavusha, yani akaenda kuzikwa mbele kabisa. Tunaweza kuona hata ule aliyekuwa ameigizaga kwenye Aki na huko kama baba yao aliweza kuzikwa miezi 6 mbeleni ndo aliweza kuzikwa. Yani paka mtu amesahau. Alex amefariki tangu mwezi uliopita Mei, lakini ameweza kuzikwa, anaweza kuzikwa leo. Ni kwamba labda nao wanapendaga wajipange, yani hawapendagi vitu vyao viende taratibu. Kama hivyo tuliweza kushuhudia msafara ukianzia airport akapelekwa sehemu ambazo walikuwa wanafanya kazi, lakini akapelekwa kwenye uwanja ambao hiyo arena wakawa wanamwaga, sio arena kwa sababu Nigeria bado hawana arena, japo Davido alisema kwamba anafikiria kujenga arena, lakini ni uwanja tu hivi kama mpira, akafanywa heshima za mwisho. Lakini sasa hivi yupo nyumbani kwao na wasanii wengi wakiwa wameenda pale kwa ajili ya kuhudhuria ibada ya mazishi kumpumzisha Alex Ekubo aka Ekuku. Haya, sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwa Mwenyezi Mungu tutarejea. Mpaka wakati mwingine, jina langu ni Teddy Allan, nyuma kamera niko na Nick Toes. Usiache kusubscribe channel yetu ya PMTV2.